Hello, this is Rashman. Welcome back to the new video, new lesson. Long time you didn't see me, but today I'm come back and give you the new lesson. This is Rashman. Please subscribe your channel ili uweze kupata masomo mengine ya lugha hii ya Kijerumani. This is Rashman. Wir haben vier verschiedene Fälle gelernt, ja? So der erste war die Nominativ, Akkusativ, Dativ. Und heute wir haben die letzte Fall ist Genitiv. So der erste war Nominativfall, die zweite war Akkusativfall und die dritte war Dativfall. Und heute haben wir diese Genitivfall. Nini maana Genitivfall? Maana ni Genitive case. Kuna Nominative case, kuna Accusative case, kuna Dative case, na leo tunasoma Genitive case. Hii ni nini Genitive case? Ni kitu ambacho kinahusiana sana na possession, ni umilikishaji wa vitu. Kwa mfano, labda kioo cha gari kimevunjika. Kwa hiyo ukitaka kusema kioo cha gari, na maana tayari umemilikisha gari kwa ina kioo. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho leo tunachotaka kudeal nacho, lakini leo nitaanza kukufahamisha katika article za bestimmt article na definite article, alafu tutakuja kuingia katika indefinite article, tutaangalia na zile possessive zinakuwaje katika genitive case na kuweza kufanya sentence zako vizuri sana. Kuwa makini, angalia hii lesson jinsi gani inavyoendelea. Hapa juu tumeandika ni the genitive, ni kama ambavyo unavyofahamu ni genitive. Huku kuna nominative na hapa pana genitive. Ni nominative? Nominative ni article zako zile za kawaida ambazo unapaswa wewe kuzifahamu katika majina yake. Kwa mfano, labda unataka kutaja hii ni jumba, unasema das ist das Haus. Kwa hiyo umetumia article ya das. Ukitaka kutaja kitu kingine unasema das ist der Tisch. Ukitaka kusema das ist die Hose. Kwa hiyo hizi ni article zako za kawaida ambazo zinataja nomino yako, nominative. Sasa leo jinsi gani tutaweza kuzijua hizi za genitive zinakuwaje na kuweza kuzitazama katika sentence zake zinakuwa ziko vipi. Genitive case yetu hii hapa, hii pen yetu haiandiki vizuri. Okay? Genitive case yetu ambayo what's wrong with me? What's wrong with me? Okay? Okay, let us keep it on. So genitive yetu tunaweka hii, kwa mfano labda der nominative, genitive inabadilika inakuwa des. Tutaona mifano yake inavyokuwa Der inakuwa ni des. Ukiweka d inakuwa ni der genitive, na ukiweka das inakuwa ni des. Alafu kumbele katika masculine na neutral nimeweka e na s. E na s. Nini maana yake? Utakuja kuona mbele jinsi gani maneno yako yanavyoingia es au yanavyoingia s peke yake. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho nimekuwekea, lakini tu katika masculine case au neutral case. Katika feminine huingizi, na katika plural d inakuwa ni der. Tutaona mifano yake yote minne hapa, ipo jinsi gani naweza kukufahamisha wewe uweze kuzijua hizi kwanza bestimmt article katika genitive case. Usione ugumu, hakuna ugumu wote. Angalia vizuri jinsi gani sentences zinavyokuwa, then utakuwa una realize vipi ninaweza kutunga sentence kwa kutumia genitive case. The first sentence, mfano wetu wa mwanzo tunasema das ist der Sohn. Das ist der Sohn. Hii ni nini? Hii das ist der Sohn, maana huyu ni mtoto peke yake. Hii ni nominative case. Lakini sasa tunaunganisha kuwa genitive case. Genitive case maana yake kwamba huyo mtoto tunammilikisha au anamilikiwa na mtu. Huyo mtu unamtaja mbele ndio unafanya genitive case. Kwa hiyo tunasemaje? Das ist der Sohn des Lehrers. Kikawaida Lehrer ina article ya der. Umeona hapa ina article ya der, lakini kule tukaandika des. Umeona? Halafu tukaandika Lehrers. Lehrers tumetia es huko mwisho. Kwa hiyo hii es ndio tutakuja kuiona katika noun zipi zinaingia es na katika noun zipi zinaingia s. Keep it on. Endelea kuangalia katika lugha hii ya Kijerumani. Sentence yetu ya pili au ya kwanza kwa kuirejea tunasema das ist der Sohn des Lehrers. Huyu ni mtoto wa mwalimu. Das ist der Sohn des Lehrers. Huyu ni mtoto wa mwalimu. Kwani der Sohn des Lehrers, mtoto wa mwalimu.
Kwa sentence ya pili nasema das ist das Haus. Hii ni nyumba. Lakini tunataka tuimilikishe kwa mtu. Tunasema das ist das Haus der Mutter. Hii ni nyumba ya mama. Hii ni nyumba ya mama. Mutter ina article ya D, kama unakumbuka kwamba ina article ya D, lakini tukimilikisha kitu cha nyuma tunakuwa tunamwekea der. Kwa hiyo tunasema das ist das Haus der Mutter. Hii ni nyumba ya mama. The third sentence inasema die Farbe, rangi des Autos. Umeona? Tumemilikisha moja kwa moja tu. Die Farbe des Autos, rangi ya gari. Umeona gari ilivyomiliki rangi fulani kuwa nayo kwamba tayari ni rangi yake. Kwa hiyo nasema die Farbe des Autos. Ukitaka kusema rangi ya gari utasema die Farbe des Autos. Ukitaka kusema kitu chochote cha gari utakianza kukitaja kisha utaweka katika genitive case. Die Spiegel des Autos, kioo cha gari. Spiegel des Autos, kioo cha gari. Die Farbe des Autos, rangi ya gari. Kwa hiyo hii imemilikiwa au imemilikisha. Ist gelb, ni manjano. Kwa hiyo die Farbe des Autos ist gelb. Hii rangi ya gari ni manjano, is not good for me. Kwa hiyo kitu kama hicho hapo tayari tunasema die Farbe des Autos ist gelb. Hii ndiyo sentence za singular form katika kujua. Umeona article ya der tumeweka des, article ya D tumeweka der, na article ya das tumeweka des. Kwa hiyo der na D na das zina article ya des katika genitive case. Only feminine ina article ya der. Na ukija chini tunakuta sentence yetu ya plural. Sentence yetu ya plural inafanya vipi katika genitive case? Katika genitive case sentence ya plural inasema wo sind die Hosen? Ziko wapi suruali? Ziko wapi suruali? Wo sind die Hosen? Ziko wapi suruali? Lakini tazame sentence jinsi gani tunavyoimilikisha. Wo sind die Hosen der Kinder? Ziko wapi suruali za watoto? Ziko wapi suruali za watoto? Wo sind die Hosen der Kinder? Ziko wapi suruali za watoto? Hapa umepata kujua kwamba jinsi gani plural ya D inakuwa der. Kinder inakuwa die Kinder, moja das Kind. Tumemwona huku. Umeona? Der soll des legacy. Der Kind. No, we don't have the sentence of kind. Okay, that's fine. Kwa hiyo wir sind die Hosen der Kinder. Hizi kuwapi suruali za watoto. Hichi ndicho ambacho kinachoitwa kitu genitive case. Hii ndio genitive case. Nominative, genitive, article jinsi zinavyobadilika na vile vile sentences zako jinsi gani zilivyokuwa zimefanyika. Fanya mazoezi kwa haraka sana, fanya mazoezi kwa nguvu sana. Mada yako ya genitive inaendelea, usikose kuangalia next time kipindi chako hichi cha Jifunze Kijerumani na Rashman. This is Rashman. I wish you a nice day. Thank you very much.